Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, msikilizaji na mtazamaji wa YouTube channel yetu, na tumaini mzima bukheri wa afya iliyo njema, na siku ya leo tunakutana tena katika kipindi hiki cha Mseto. Lengo la Mseto ni kwenda kujua mambo mengi kabisa tunayofunzwa, na moja kwa moja unapata fursa nzuri kabisa ya kuweza kujifunza na mambo yakakaa kwa uzuri wake. Na leo Jumatatu leo tuko naye Madam Leila Abubakar ambaye ni mwana saikolojia. Kama kawaida anatufunza mengi kabisa kutokana na yale ambayo tunamuuliza, tunapata majibu kwa kina, tunajifunza juu ya maisha. Hakuna ambaye amekamilika katika kusoma wala kujifunza. Kwa hiyo nakusihi ungana nasi ili uweze kujifunza juu ya yale ambayo tutakuwa tunakuletea leo hii. Madam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Mzima? Nashukuru Mungu, si jambo. Mambo yanaendaje? Mambo mazuri. Harakati Mungu anasaidia. Naam. Karibu sana. Shukrani sana. Madam, tuanzie hapa. Kuna watu huwa wanaogopa kujaribu kwa kuogopa kufanya makosa kutokana na kwamba huko nyuma waliwahi kufanya makosa. Hii inakuwa inasababishwa na nini, na lipi suluhisho lake ili mtu huyu aondokane na hii hofu ama woga? Naam, kushindwa kujaribu kwa sababu ya hofu ya kushindwa kama nyuma ni kuamua kuishi jana kuliko kuamua kuishi sasa. Sio sisi tu ambao tumejaribu na kushindwa, hata wazee wetu walijaribu na wakashindwa, lakini hii haikuwafanya wao waache kuendelea na harakati za maisha, iliwapa kama changamoto ili waweze kufanya. Unapojaribu ukashindwa, maana yake ile njia unaijua. Kwa hiyo saa ya kupita, ukipita utakuwa makini kwenye ile barabara kwa sababu ile barabara unaijua. Kwa kujaribu ukashindwa, maana yake ni experience. Sio thibitisho kwamba ukifanya tena utashindwa. Ukitaka kuchukua huu uoga sasa, ukauvaa, ndipo sasa utakapopata matatizo. Lakini japo ukasema wacha hii nichukue kama challenge, huwezi kuyaona matatizo. Kwa sababu mwisho wa siku ukija kuangalia ulivyo leo huwezi kuwa ulivyokuwa jana. Kwa hiyo ukasema mimi naogopa kukua kwa sababu jana nilianguka, kwa hiyo naogopa leo kuanza safari, utakuwa unajiumiza bure. Na ukija ukaangalia, je, ni haki wewe kujihukumu kutokana na ulivyokuwa jana? Sio haki. Jana yako wewe hukuwa umeelimika kama leo. Jana yako wewe hukuwa na afya kama ulivyo leo. Jana yako wewe maendeleo ya sayansi na teknolojia hayakuwa kama haya leo. Kwa kujibana wewe katika mfumo wa makosa ya jana ni kujikosea wewe mwenyewe haki, au wanasema kujidhulumu. Kwa wewe uache kuwa na fikra ya kusema kwamba mimi jana nilishindwa kwa hiyo leo siendelee. Hapo unajidhulumu na unawadhulumu watu wa nyuma yako ambao wanataka kujifunza kupitia wewe. Kwa wewe fanya ili makosa yako yatumike kama elimu kwa watu wengine, lakini pia na wewe upate heshima kama mtu aliyojaribu mara nyingi na akafanikiwa. Sasa kuna watu wamekuwa na, kila mmoja tunajua na vipaumbele vyake ambavyo anatamani kuvifanya kutokana na vile yeye anavyoona, lakini kuna mtu ana chochote kitu, unamkuta kuna mtu ana milioni 10 hawezi kuanza kwa sababu anataka apate milioni 50 ama 500. Lakini kuna mtu ana 50,000 hataki kuanza kwa sababu anaogopa kwamba anaona kama anadharau kile kilichopo mkononi mwake, akiwa anategemea kwamba atapata, lakini kadiri siku zinavyokwenda anapoteza muda, na muda kama vile unavyojua ukiupoteza ndo haurudi tena. Angalau pesa kwamba ukipoteza unaweza ukaitafuta na ukaipata. Watu kama hawa ambao wanakuwa wana chochote kitu mkononi lakini wanashindwa kuanza, hawa tuwaeke katika kundi lipi na upi ambao unaweza kuwaambia? Kwa sababu tumeona kwamba hiyo 50,000 ambayo mtu anaidharau kwa mwingine ni mtaji ambao unautafuta kwa mwaka mzima. Hawa moja kwa moja tu wataingia kwenye kikundi cha waoga. Na uoga upo katika upo katika makundi kadhaa, lakini kundi kuu kabisa ni wenye rasilimali na wenye uoga. Kundi la kwanza. Kundi la pili ni wenye uoga waliokosa elimu. Yeye ni muoga kwa sababu rafiki zake ni waoga. Na kundi la tatu ni waoga waoga wa machocheo.
anaogopa kwa sababu watu wengi wameshindwa, kwa hiyo yeye anaogopa. Biashara ya kilimo bwana, watu wengi sana wanafeli. Kwa hiyo hata mimi nitafeli. Ni muoga. Mwingine ni muoga kwa sababu rafiki zake wanasema, utaweza wapi wewe, kilimo cha tikiti kinataka umwagiliaji. Kwa ardhi gani hasa? Hajajaribu akashindwa, anaogopa. Mwingine ni muoga kwa sababu ana rasilimali ila anahisi, yeye ndo amehisi, sio kama ameambiwa na mtaalamu. Yeye amehisi kwamba hii rasilimali haitoshi. Sasa unaona, ukishafika katika level kama hii, ukiwa na rasilimali na ukawa muoga, shida yako ni kubwa zaidi. Yaani shida yako ni kubwa zaidi kuliko ile rasilimali. Kwa sababu mathalan ungekuwa huna rasilimali, tungesema jamaa anahitaji msaada. Rasilimali uko nayo na una uoga, hakuna dawa ya kuondoa uoga. Pini ya kufungua uoga unayo wewe mwenyewe. Sasa ni wewe mwenyewe uamue, nijifungue kwenye hii pini au niendelee kubaki kama mtumwa. Ni wewe mwenyewe. Yaani ubaya wa uoga ni kwamba hakuna msaada wa uoga wala hakuna dawa ya uoga. Dawa ya uoga uko nayo wewe mwenyewe. Kwa kama ni kuchelewa, unajichelewesha wewe mwenyewe. Kama ni kuumia, unaumia wewe mwenyewe. Kama ni hasara, unapata wewe mwenyewe. Kwa mwisho wa siku, athari iko nyingi kwako kuliko kwetu sisi. Sasa ikiwa sisi ndo watu wako wa kukushauri, tunakupa uoga wa kutokuwa na akili, uoga wa kukosa maarifa, na maana una hasara zaidi. Una adui ndani yako na una adui nje yako. Na hakuna adui mgumu kupambana naye kama adui wa ndani yako. Sasa ndani yako ambapo wewe ulitakiwa uwe na confidence, una adui. Nje yako ambapo tutakiwa tukupe moyo, una marafiki wenye kukutisha kwa sababu hawana elimu. Huwezi kufanikiwa. Kwa mwisho wa siku tunarudi pale pale. Uoga unakumaliza wewe zaidi kuliko walokuzunguka. Sasa tunaona hawa watu ambao wakati mwingine, umejua mgonjwa, inawezekana usijijue kama ni mgonjwa. Inawezekana huyu mtu hajui kwamba aina ya marafiki aliyokuwa nao ni moja ya watu ambao wanampa hofu zaidi. Sasa afanye nini hapa ili aweze kujitambua kwamba mbona kama nipo na watu ambao sio sahihi, mimi mwenyewe hapa nilipo sio sahihi, lakini hata wanaonizunguka pia sio sahihi. Kwanza unatakiwa kufahamu, unatakiwa ufahamiane na watu wengi, sio rafiki wa watu wengi. Kufahamiana na watu wengi kutakusaidia wewe kwenye kufanya biashara, kwa sababu biashara mtaji ni watu. Cha kwanza. Cha pili, urafiki wa watu wengi haukufai kwa sababu miluzi mingi inampoteza mbwa. Swahili wanasema. Wewe unatakiwa uwe na kikundi cha watu wasiozidi 3 wa kukushauri, ambao hawa watakuwa marafiki wenye kuamini maono yako na wenye kutakia mema maono yako. Utakapojikuta uko kwenye kikundi cha unachosema wewe cha urafiki, lakini wale watu hawaamini maono yako, unatakiwa ubadilishe kikundi cha marafiki. Na unapojikuta uko kwenye kikundi cha watu ambao wana mashaka na wewe unachokifanya, unatakiwa ubadilishe kikundi hiki. Kwa sababu kama watu nilionao mimi wana mashaka na mimi ninachokifanya, maana yake mimi ninachokifanya hakitofanikiwa, kwa sababu wanaotakiwa kunijenga wananivunja. Kwa hiyo katika haya kuyaelekea, maana yake ni kwamba hichi kikundi cha watu wasiozidi 3 unatakiwa ukilinde kwa hali na mali. Na utakapogundua kwamba kuna hati ya kuwa na mvurugiko katika kikundi hiki, utoke mara moja. Maana yake kwanza tutakulaumu kwa nini umebaki na watu wanaokukatisha tamaa. Inatakiwa watu wanaokukatisha tamaa uwashughulikie kabla hujafikia hatua ya kuweka wazo sokoni. Na laitu ukaweka wazo sokoni ukiwa na watu sahihi, lakini wakakugeuka, unatakiwa uchukue hatua hapo hapo. Kusubirisha mambo kwa kuamini kwamba ngoja niipe muda itakaa sawa, sio suluhisho ya matatizo. Yaani suluhisho ya matatizo ni kuchukua hatua pale pale linapotokea. Ndio maana watu wanasema kama kuna sumu inakatwa pale pale kabla haijasambaa mwili mzima. Sababu kishasambaa ni ngumu kucontrol. Na wewe unapoona alama ya hatari kwa marafiki, kwa watu unaofanya nao kazi, chukua hatua pale pale kabla ya kusonga mbele. Kwa sababu utakapochukua hatua pale pale kabla ya kusonga mbele, ni rahisi kwako.
Okay, tunaona kwamba kuna watu wengi wamekuwa wakishindwa kufikia malengo ambayo wamejiwekea. Inawezekana mtu anaonekana kwamba ana kazi nzuri, ana kazi nzuri, lakini ukiangalia kwa kiasi kikubwa hana maendeleo ambayo anayoyafanya, na kila kukicha kuna watu ambao wanakuwa wanamsema vibaya yeye, lakini watu hao wamekuwa kabla ya mwisho wa mwezi utakuta wanamuomba chochote kitu wakiamini kwamba ndugu yao atawasaidia. Watu kama hawa wanapitia maisha fulani hivi ambayo kama vile wanaepuka lawama, kufanya kwa ajili yao, lakini wanaamua kufanya kwa ajili ya ndugu zao, lakini ndugu hao ndio wanakuwa wanatoa maneno ya ukali kuhusiana na huyo ndugu yao kwamba hana maendeleo. Mtu kama huyu anatakiwa kuangalia nini sasa ili kuhakikisha kwamba na yeye anapata maendeleo licha ya kwamba kuna matatizo ambayo hayawezi kuyakwepa? Unaona Mr. Hatibu, Mwenyezi Mungu ametuumba watu wote tukiwa huru. Kuwa mtumwa ni mipango yako. Na hakuna mtu yoyote ambaye anakataa hela. Na hakuna mtu yoyote ambaye ana shida ya hela. Lakini ukimwonyesha kwamba wewe unaweza kumpa, atakuonyesha na shida ya hela. Na kila mtu mwenye miguu miwili na mikono miwili na akili timamu ana uwezo wa kujitafutia kipato. Na katika nchi kama hii kupata kipato ni rahisi zaidi kuliko kutunza kipato. Nadhani unafahamu. Njia za kufanya ili upate kipato ziko nyingi sana kuliko njia za kustahimilisha kipato. Kwa kusema tu eti kwamba nataka hela ya kula kila siku ni kitu kirahisi, unaweza kufanya. Ukabeba mzigo, ukaenda viwandani ukabeba mizigo, ukaangalia jengo linalojengwa ukabeba zege, ukafanya chochote. Ukaenda bichi, ukaona waimbia watu, ukafundisha watu kuogelea. Mbinu ziko nyingi kwa sababu nchi ina utulivu. Lakini wewe ukionyesha kwamba unaweza kuwalipa watu kwa kukaa tu, wengi sana watakuja kwako. Lakini mimi nakupa habari, unaona hawa watu ambao unawalipa wewe kwa kukaa tu, ukiwa wewe huwezi kuwalipa, watakaa tu, hawatakufa. Lakini wewe ukikosa utakufa. Na kama wewe huna uwezo wa kuwasaidia, maisha yao yataendelea kama kawaida. Lakini wewe kama huna uwezo, hakuna hata mmoja atakayekusaidia, kwa sababu wote wanaashumu wewe uko sawa. Ili uweze kuepuka lawama za kuwa people pleaser, za kutaka kufurahisha watu ikiwa wewe unaumia, jiwekee malengo. Jiwekee kanuni. Kujiwekea malengo ni nini? Mimi katika mshahara wangu kiasi kadhaa ni sadaka, kiasi kadhaa kodi yangu ya nyumba, kiasi kadhaa usafiri, kiasi kadhaa chakula, kiasi kadhaa akiba, kiasi kadhaa ndugu. Kile kiasi cha ndugu kikishaisha utoi tena, kwa sababu lazima uwe na discipline tutaweza kutunza hela. Hata kama pesa yako inaingia kila siku, kama huna discipline huwezi kuitunza. Tumekuwa katika jamii ambazo tumeona watu wanaopokea hela nyingi kwa wakati mmoja. Kuna mtu anapokea hela nyingi kwa wakati mmoja kama athlete. Hao wana michezo wana hali gani wakimaliza michezo? Mbaya. Wanaomba $30, $50, mtu anakupigia simu, unajua alikuwa ni mcheza mpira maarufu, mkimbiaji maarufu. Lakini amemaliza contract anakuomba wewe $20. Na ni mtu ambaye alikuwa anapokea hela nyingi kwa wakati mmoja, lakini discipline hajui ile hela ameitumiaje. Ndio hivyo hivyo. Yaani sheria ya hela iko sawa kwa kila mtu, mwenye kipato kikubwa, mwenye kipato kidogo. Sharti namba moja la hela ni kuiheshimu. Kukuiheshimu ni kuiwekea mipaka na kuiwekea mgawanyo kwamba kiasi kadhaa kinaenda wapi, kiasi kadhaa kinaenda wapi. Sasa wewe utakapokuwa na mpango huo itakusaidia. Namba 2 ni kuwa na kipimo. Natoa kiasi gani kwa nani? Kwa sababu wiki hii nimefanikiwa sana, ngoja tu niwape zaidi kwa sababu nimepata sana. Kupata sana maana yake inatakiwa akiba iongezeke sana.
sio kugawa kuongezeke sana. Watu unaowapa wameshazoea, unawapa 50,000 kwa mwezi. Utakapowapa 70 mwezi huu, kwa sababu umepata zaidi, hali ya kawaida ya mwanadamu, mwezi ujao ukipata pungufu, ukawapa pungufu, watakwambia kwa nini mwaka jana ulitupa 70, mwaka huu unatupunguzia? Umeanza kubadilika. Lakini kitu kingine, uwe na tarehe maalum za kuwapa watu hela. Wewe sio mfanya biashara, wewe ni mfanya kazi. Huwezi kutoa hela kila siku kama mtu unayeingiza kila siku. Hata ukiwa na biashara, wewe umeajiriwa kwenye ile biashara, ni ya kwako, lakini biashara ndio imekuajiri, sio wewe umeiajiri biashara. Huwezi tu kutoa hela tu from nowhere, tu unaamka unasema kwa sababu biashara leo imeuza sana ngoja nitoe. Umeshakubaliana na jamaa waeke kikao wote, watu wanaochukua msaada kutoka kwako, au wapigie simu mmoja mmoja. Bwana, nyinyi mnachukua msaada kutoka kwangu, na wapeni taarifa, ndugu zangu, pesa ya msaada kwangu inatoka tarehe 30 tu. Kabla ya tarehe 30 sina hela ya kukupa. Kawaida ya binadamu lazima watapima maji, atakupigia simu tarehe 20 kukupima. Je, utampa? Ukimpa tu anaenda kumwambia mwenzie, akasema tu. Ukienda saizi atakupa. Wewe una hofu, simwambie, mbona hana neno? Ukiruhusu ndugu zako wakuite jina hili la hana neno, makwisha. Yule anayekuja kukuomba mara ya kwanza, kumbuka na kupima. Ukiboda ukampa, anaenda kuambia jamaa. Jamaa naye anaenda kumwambia jamaa. Mara imeshaingia kwenye sistimu yako, unaona kuomba hela katikati ya mwezi ni kawaida. Siku utakokosa hela katikati ya mwezi, utageuka kuwa mbaya kwa jamaa zako. Wale wale unaowasaidia, wale wale watakucrucify, wakuone wewe ni mbaya. Kwa nini watu wanajiua, Mr. Hatim? Watu hawajiui kwa sababu wamekosa furaha. Watu wanajinyonga kwa sababu wamesalitiwa. Wamegeukwa. Betrayal. Unapojitoa muhanga kwa watu, alafu watu wanakuona wewe si kitu, roho ya kujinyonga inakuja. Kwa nini watu wanaingia kwenye depression? Watu wanaingia kwenye depression kwa kuamini yasiyowezekana. Kuamini kwamba mimi nitamfurahisha mwanadamu. Mungu aliyemuumba hamfurahishi mwanadamu. Kila akifanya wema, mwanadamu anatafuta ubaya wa kulalamika. Wewe ni nani? Katika konsepti hii, ili uweze kuwa sawa kiakili na kimwili, fikiria kama mshumaa. Mshumaa tunapowasha, ukizima, hakuna hata mtu mmoja anayesema tuokote mabaki ya mshumaa, tuunde mshumaa mpya. Kila mtu mshumaa ukiisha anasema tu replace, nunua mwingine. Huyo ndo binadamu. Tutakapo kutumia ukaisha, hatuto revive, hatukunyanyui usimame upya. Tunakutoa, tunaweka mtu mwingine ambaye tunaweza kumuonea. Na kuna baadhi ya watu hawaonewi. Wana miguu miwili kama wewe, wana mikono miwili kama wewe, labda wana elimu kama ya kwako au chini ya kwako, lakini hawaonewi. Jiulize, kwa nini wewe unaonewa? Sio kwa sababu labda wewe ni mtoaji. Ana roho nzuri, ni mtoaji, kwa sababu wewe ni mjinga. Unaweza kupigwa manipulation kirahisi. Hata kama wewe ni mwanaume, hata kama wewe ni mwanamke, una ndugu yako ambao jamaa hawamuelewi nyumbani. Nenda kaangalia na sifa gani muhimu. Kwanza, sio mtu wa kupelekeshwa. Tatu, sio mtu wa kutoa hovyo kama wewe. Unajiona una kikundi cha watu wengi nyuma wanakusifia. Kosa uone. Ndipo utakapojua kwamba usifiwi, unajazwa maji ili uzidi kuwa mjinga. Sasa tunaona kwamba wengi wa waliofanikiwa sio watu ambao wamesaidiwa na ndugu. Ni watu ambao wamesaidiwa na watu baki kabisa, marafiki ambao
wamekutana ukubwani. Hii unaweza ukakuta kwamba kuna ndugu ambaye ana uwezo wa kumshika mkono lakini alishindwa kumshika mkono mpaka ameenda kushikwa mkono na mtu baki. Hii inatokana na nini hasa? Sio hapa tu, ni ulimwengu kote. Ndugu zako wamekula na wewe, wamecheza na wewe, wanakujua ulipokuwa makamasi yanakutoka, huna control. Wanajua wakati unakataa kwenda kuoga. Wanajua wewe kabla ya kufika hapo ulipo ulikuwa mtoto ambaye ni mtundu, mkorofi nyumbani. Hawezi kuamini kama unaweza ukafikiria kuwekeza bilioni 2. Hawaamini kwenye ndoto yako yoyote. Kwa sababu wanakuona kama yule Hatib tuliokuwa tunacheza naye mchangani, wapi huyu? Yaani tulikuwa tunaogelea na wewe kwenye bahari na madera. Wewe ndio unataka kuwa CEO wa kampuni ya uzalishaji nishati. Huwezi kuwa na capacity ya aina hii. Sisi tunakujua kuliko unavyojijua. Sio kwa ubaya, ni mazoea. Ndio maana wanasema mazoea yanapunguza heshima. Mtu baki anaweza akaona capacity yako wewe kwa sababu anakuangalia kwa ulivyo hivi sasa na baadaye. Lakini mtu uliyezaliwa naye, mtu uliokuwa naye nyumba moja, anakuangalia kama yule mjinga aliyekuwa pamoja na wewe. Ulikuwa unajitolea haja ulipokuwa mdogo hovyo, ulikuwa unatoroka shule, ulikuwa unaambiwa uende shule huendi, unaenda kwenye nyumba za kuuza vitumbua, ukale vitumbua vya bure, ulikuwa unaiba nyama jikoni. Anakuona mtu wa kawaida. Inataka watu wenye akili ya hali ya juu kuamini kwamba huyu ndugu yetu anaweza kufanikiwa mbele ya macho yetu. Kwa sometime ukitaka kufanikiwa, watu wengi wanashauri ucheze mbali na nyumbani. So kama Waswahili wanavyosema, nabii akubariki kwao. Sio kwa sababu watu wana wivu na wewe. Watu wanaamini kwa ule udogo wako. Watu hawaamini kwenye ukubwa ulionao. Huu kumwamini mwanao, kumwamini ndugu yako ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu tu umemwona katika makuzi yake. Sio kitu hakiwezekani, lakini ni kigumu. Lazima uwaonyeshe kwamba unaweza kweli ukafanya. Na wao waamini kweli unaweza ukafanya. Ambao sio kitu rahisi. Kwa mpaka uchukue labda time ya kuonyesha kwamba unaweza kufanya. Na wao waamini kama unaweza kufanya. Inahitaji familia ambayo sio toxic. Familia yenye mapenzi. Yenye kukumbatia watoto kwa maneno mazuri. Lakini familia zetu nyingi hizi za Kiswahili za kupigana vita, hawaamini. Na kwa nini tunaona kuna baadhi ya familia zimekuwa zikifanya vizuri sana, wanasaidiana wao kwa wao, kuinuana, mpaka mwisho siku wote unakuja kuona wametoka katika hali duni, hivi sasa wapo katika hali angalau ya kuto kuombana hela ya chumvi, ama nimekwama hapa nimefanya hivi, kumpeleka mtoto shule inakuwa sio tatizo kwao. Familia hizi zilianzaje na msingi wake hasa ni upi? Familia hizi zina kitu muhimu, kamba muhimu iliyowashikilia ambayo inaitwa mapenzi. Kupendana. Na mapenzi yalitengenezwa na baba zao na mama zao. Huwezi kukuta familia kama hizi zikiwa zipo. Hata miongoni mwetu sisi Waswahili zipo. Lakini karakteristiki kubwa ni mapenzi. Na mara nyingi familia hizi zina mama strong. Ukitaka kujua karakteristiki ya pili ya familia hii, mama ana nguvu. Sio nguvu kwamba anamtawala mzee. Mama amefanya jitihada kubwa ya kuunganisha watoto wake. Kwamba wewe huwezi kufanya kitu peke yako, lazima ufanye na dadako. Wewe hapana. Yani hana ile ya kuwaita watoto chumbani kwamba na mtoto wangu pendwa ni huyu si mtoto pendwa. Wote anawasapoti kama inavyotakiwa, sawa na anavyotakiwa mzazi kusapoti watoto. Na mama amechukua jukumu lake la kuwa mama, sio msimamizi wa nyumba. Kuwa mama, yani mlezi wa watoto na ile nyumba. Kwa hiyo unawakuta watoto wote kabla ya kufanya jambo lolote wanalijadili na mama, linaenda kwa baba, linarudi kwa watoto. Kuna muunganiko wa namna hii. Ni ngumu sana kukuta matatizo kwenye familia ya design hii. Kwa hapa kama tunavyoendelea kusema, malezi ya mama ndio yatakao determine watoto watakuwa aina gani. Watoto wa kusapotiana katika ndoto au watoto wa kupigana mawe kwenye ndoto. Kwa mwisho wa siku
jukumu ni la mama. Sasa tunaona kwamba zamani kulikuwa na utamaduni wa watoto ama ndugu kushikamana sana na kusaidiana na kujuana pia, lakini hivi sasa mtoto wa baba mdogo, mtoto wa baba mkubwa, mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba hawajuani kabisa. Hili limechochewa na nini katika jamii yetu, na lipi inawezekana likawa suluhisho, ama ulikuwa ni utamaduni mbaya, unaweza kusema hivyo? No, watu wamebadilika tu, watu wamekosa huruma, lakini pia ubinafsi umezidi, lakini watu wengi wana hofu ya maisha. Kiasi kwamba ukitaka kwenda kwa ndugu inabidi umempa taarifa wiki mbili kabla, ukienda na kuambia umekuja, mbona umekuja bila taarifa. Kwa hiyo kuna ubinafsi tu wa hali ya juu ambao hauna maana. Watu tu roho zao zimebadilika sana. Zama hizi zimezalisha watu fulani wenye roho ya ubinafsi, ambao mimi naona pia inachangia kwa nini malezi yamekuwa magumu. Kwa sababu mtu akimwona mtoto wa ndugu yake mathalan ameharibikiwa, kuliko aseme mtoto wetu ameharibika, anasema mtoto wa Salma ameharibika. Sasa hii inaonyesha tena kwamba kumbe mtoto wa ndugu yako sio mtoto wako, ni mtoto wa ndugu yako. Sasa wale ambao wamebakiza tamaduni za kutembeleana Ijumaa, kutembeleana Jumapili ni watu wachache sana. Na kama wazazi wasipokuwa strong, watu wengi wanaandika udhuru. Mama leo mimi sitakuja. Sasa ndo hapa tunarudi tena. Kama mama atakosa kuwa makini, yani strong, yule bibi wa ile familia ambaye ndio mama mkuu, mafanikio ya maendeleo katika familia hizi yatakuwa magumu sana, kwa sababu kila mtu atafanya anachotaka. Wajua mathalan tuseme huu kanda wetu wa Pwani, Tanga, na hivi visiwa Zanzibar, Mombasa, kuna utaratibu ambao nadhani na Kilimanjaro huwezi kugeuka. Kuna kipindi lazima watu wote mwe nyumbani. Yani usipokuwa nyumbani ni kosa la jinai. Na ukija nyumbani unatakiwa utuelezee unafanya shughuli gani, unajishughulisha na nini, umesaidia jamaa zako wangapi. Watoto wa baba mkubwa, baba mdogo, wote tunakutana. Mfano mathalan hizi jamii zetu sisi za Kiswahili huko Pwani, tuna mikutano yetu mingi ni mfungo tatu na Eid. Lazima uwepo nyumbani. Yani usipokuwa nyumbani, yani unaonekana kama mtoto ambaye hamnaso. Ndio maana unaona watu wa hii Pwani, Tanga, Lushoto yote Eid hakuwezekani. Kwa sababu kila mtu anapanda kwao. Kila mtu tukwenda kwao. Kwa sababu ni amri uwepo nyumbani. Na kabla hujajenga mjini, ni amri ujenge nyumbani. Kwa ajili ya ule uasili. Kukusudi ukabobea huko, ukaja siku nyumbani, hauna maendeleo yote nyumbani, kwa sababu umetengeneza maendeleo kwa watu mjini. So unaona hizi taratibu, ni taratibu ambazo zimewekwa enzi hizo, lakini mimi nafurahi kuona kwamba Tanga, Kilimanjaro, hiyo Lushoto yote, na hii ukanda wa Pwani, Zanzibar, mambo hayo bado yanaendelea. Mtu anakuambia mimi niko Ulaya mwaka wa 20, hana nyumba Ulaya, lakini kwao Zanzibar amejenga. Si kwa sababu labda amepata kipato kikubwa. Matakwa ya wazazi ni lazima ujenge nyumbani. Wasi umetoka umeenda kutafuta, utakachopata tuma nyumbani tukujengee. Mfano ukiingia hii Mombasa Road, hii Digo Road, kila mtu amejenga kwao. Kila mtu ambaye hata kama huwezi nyumba ya kawaida, unajenga nyumba ya miti, tuma pesa tukujengee nyumba ya 200,000. Ni kukutengeneza wewe uwe na identity. Mtoto fulani kwake ni pale. Lakini pia kuondoa ile hali ya kulala na wazazi chumba kimoja, kuja na mkeo unalala na wazazi chumba kimoja, nyumba moja, uwe na wewe na mji wako. Mkuja na mtoto wako na mji wako. Wote tunakula nyumba moja, lakini si kulala ukalale kwenye mji wako. Kwa hivi ni vitu ambavyo wazazi wa upande huu wamefanikiwa kukifanya. Lakini utaratibu huu pia nimeuona kwenye jamii za kifugaji. Nazo zina utaratibu kwamba yani nyumbani ni lazima urudi. Wao nadhani wanaenda kila mwezi wa 12. Watu wote wanajua. Na watu wote mjini washafahamu kwamba ikifika tarehe fulani, watu fulani biashara zao zimefungwa, huwezi kuwapata. Nataka niwaulize wazazi wa mikoa mingine, wa jamii nyingine, jambo hili linashindikana kwenu kivipi? Kama ni Idi kubwa ni kwenu, Idi ndogo
ni kwa mume, ni lazima uwepo. Kuna kisingizio chochote cha kutokuwepo nyumbani. Na hata kama mtoto wako anaumwa, unambeba hivyo hivyo unakuja naye. Yaani wajue hiyo sio ombi, ni amri. Ndugu yako amejifungua, ni amri uwe ushiriki. Ndugu yako anaumwa, ni amri ushiriki. Mke wako amejifungua, ni amri uchukue ruhusa uje. Yaani hakuna sababu yoyote itakayokufanya usirudi. Kwa sababu mama, ndio vile nikasema katika yote omba upate mke mkali. Sio mwenye maneno, mkali atakayesimamia ustawi wa watoto wako. Yeye apige simu moja tu, fulani na fulani baba yenu anawahitaji nyumbani siku ya Alhamisi. Sisi tuna kazi. Mtajua wenyewe mtafikaje, lakini baba anasema Alhamisi mwe hapa. Kwa watu wote wanajua mama hana mchezo, lazima tuende nyumbani. Tumeitwa nyumbani Alhamisi. Kuhusu kazi tutafute mbinu, tutaaga vipi. Kwa mambo haya yamewezekana kwa wenzenu. Kwenu nyinyi kwa nini yanashindikana? Kwa nini watoto wenu hawaji nyumbani? Kwa nini watoto wenu hawajuani? Kwa nini watoto wenu hawashirikiani, mtoto wa baba mkubwa na baba mdogo? Kama hichi kitu kingekuwa kigumu kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, kwa nini Wachaga wanaweza? Kwa nini Wamasai na Wapare wanaweza? Kwa nini watu wa Pwani wameweza? Nyinyi mmeshindwa kwa sababu gani? Sasa labda utaratibu huu wa kuoleana labda umeleta tamaduni ambazo zisizo, kwamba watu hivi sasa hawaoi tena kutoka ndani ya makabila yao na tamaduni zikawa zimeendana. Labda hii inaweza ikawa chanzo. Sisi tunakuja nyumbani tunakutana na wazungu. Wengine toka mbali. Jamani, mmewatoa wapi hao? Tukutana nao kwenye majukumu, na watu wamebebwa kutoka Ulaya wanakuja. Idi wamekuja nyumbani. Sasa kama mtu ametoka mbali, ili kuingia nchini kwako anahitaji visa. Ametafuta visa mpaka akaipata. Wewe uko humu, hata ukipanda Kenta unafika. Una sababu gani? Nakwambia ni ukomavu wa mama wa hizo nyumba ndio umesababisha haya yote. Na kama wanawake watachukua hatua, wachukue nafasi zao za ulezi na usimamizi wa nyumba na mafamilia, hayatakuwepo. Hao wanaoweza huku Pwani nakwambia wanawezaje? Sisi tuko tunaona wazungu, nakwambia tumestaajabu. Mmoja ametoka Brazil, ni mbali, hakuna mfano. Lakini wamekuja kwa sababu gani? Wamefuata maulidi ya siku ngapi? 5 tu. Watu wanatoka Uingereza wanarudi Zanzibar kwa mwaka mara moja, kwa mwaka mara 2. Wanakujaje? Kwa sababu mabinti wamewaonyesha wale waume waliowaoa kwamba nyumbani kwetu sisi taratibu ni hii. Wahindi wanaolewa Ulaya, wanaolewa Marekani, ikifika siku ya shughuli za Kihindi lazima waende nao kwao. Kuna yule alikuwa Miss World ametoka India. Shughuli za dini yake zikifika anachukua mume wake Muingereza anakwenda naye kwao India. Ni wiki 3 kama kuna harusi. Ilistajabu mwaka jana alikwenda na mume wake kwenye harusi ya binamu. Kwa nini? Kwa sababu aliongea toka mwanzo. Ni jukumu lako wewe kama binti. Toka mwanzo zungumza na huyu kijana. Mwambie, mimi katika jamii yetu mwelekeo ni kadha. Aoe akiwa anajua mwelekeo ni ule. Ili asije baadaye akasema mke mimi ananiburuza. Na wewe mume unayeoa, mwambie binti, kwetu taratibu ni hivi. Asa akasema huku Rukwa mimi siwezi kwenda. Yaani mimi navuka mto na kijiboti namna hii kuja kijijini kwenu. Ajue toka mwanzo kijijini kwenu unavuka na boti au unavuka na panya. Yaani ajue chochote kinachowavusha kuja huko kijijini kwenu na hayakubali. Na akianza kucomplain umwambie, bwana nilikuambia toka mwanzo. Ukinikomplainia saizi unanionea bure. Kama huwezi acha nitaoa mke mwingine anayetaka. Lazima useme toka mwanzo. Ndio watu wanachosema. Sasa tumeona kwamba kaka anaposhindwa kutimiza yale ndugu zake wanayoyataka, lawama mara moja huwa, ama lawama mara nyingi huwa haziendi
kwake zinaenda kwa mwanamke ambaye amemwoa, kwamba wifi ama shemeji ndio aliyeacha kwamba siku hizi kaka amebadilika kwa kiasi kikubwa, hususani hawezi tena kuja nyumbani, hawezi kusaidia kama zamani, hawezi kutukimbilia katika matatizo mbalimbali. Lawama zote hizi zinaenda kwa mwanamke. Kwa nini mwanamke na isiwe kwa kaka mwenyewe? Jambo hili liko na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, kweli wako wanawake wana hii, lakini zote sehemu mbili zinakutana sehemu moja, msimamo wa mwanaume. Kivipi? Kama wewe uko mwepesi, mwanamke atakupelekesha. Na ninakwambia leo kwa mara ya pili, mwanamke ukimpa hiki kiganja atakwambia nataka mkono mzima. Mwanamke utakavyomzoesha ndivyo atakavyokwenda na wewe. Na sheria ya mwanamke nakwambia ya kisaikolojia, unachomfanyia mwanzoni mwa mapenzi, ukiacha kumfanyia aidha kwa kuchoka au umeamua kubadilika, anakwambia wewe umpendi tena. Kwa unachomfanyia mwanamke hakikisha unaweza kumaintain. Unampeleka sijui vacation, sijui Santorini, make sure unamfanyia hivyo kila siku. Siku kabadilika na akili zake ikawa haziko sawa, atatafuta mtu wa kumpeleka kule ambako ulikuwa unampeleka. Kwa ishi na mwanamke ndani ya uwezo wako. Usiishi na mwanamke kwa kutaka kumuimpress, kumfanya akuone wewe naye ni mtu. Ishi ndani ya uwezo wako. Namba moja. Namba mbili, majukumu ya familia yako hayaondoki kisa eti umepata familia nyingine. Timiza majukumu ya familia yako, uje utimize na majukumu ya familia ulioianzisha. Kukosa kufanya hivi, utatengeneza mazingira magumu kwa mke uliomuoa aonekane yeye ni mbaya, kumbe wewe ndo unashindwa kubalansi mizani. Namba tatu, mke hawezi kukupangia uishi vipi na mama yako na ndugu zako. Wewe ndo unatakiwa kumpangia mke aishi vipi na mama yako na ndugu zako. Ushindwa kufanya hivyo ni kuonyesha udhaifu kwako. Namba 4, mwanamke, unapokuta familia ya watu wanapendana, watu wanashirikiana, usiingize mdudu. Utakumbukwa na familia ya mume kwa mema na kwa mabaya, lakini hakikisha mema yako yamezidi mabaya, kwa sababu wewe ni binadamu. Namba 5, mwanamke, hakuna njia yoyote itakuwa kufanya upendwe na ndugu wa mume. Wewe sio ndugu yao. Hata ukijitoa muhanga wa kusema kwamba mimi najichanua msamba hapa mpaka kule ili niwape kivuli, watu kushukuru kwa hiyo chote. Wao ni wanadamu kama ulivyo wewe. Ukipewa mkono unataka, ukipewa kijiganja unataka mkono. Fanya kwa unavyoweza. Namba 6, sijawahi kukutana na wifi anayesifiwa tu. Lawama zipo na utapewa. Zipokee kwa mikono miwili. Na hakuna tuzo ya wifi bora. Hakuna tuzo. Unataka kusema mawifi wote ni mabaya, ni wabaya? Yaani ukiolewa na kaka yetu tutakutafutia tu hila. Kwa ishi na sisi kwa tahadhari. Usituzoe sana wala tusikuzoe sana. Uwe na heshima. Mazoea ni mabaya. Mazoea yanaua heshima. Na kwa nini mawifi mmekuwa mkisema vibaya zaidi kwa mawifi zenu? Watoto wa kike, yani dada wa kiumeni, mmekuwa mkisema vibaya zaidi kuliko mashemeji. Hila ya wanawake. Yaani tuko tu hivyo yani. Haijalishi. Yaani tuko hivyo kwamba hatuna jema. Tuko hivyo. Yaani unaweza ukatandika mkeka uka kila siku asubuhi ukiamka unawapapasa mawifi. Sawa? Jioni wakakaa wakasema alivyo tupapasa mikono yake mikavu. Yaani utatafutiwa tu hila. Unaweza ukasema mimi nawapenda mawifi, siwezi kuishi bila mawifi zangu. Jioni wakasema unaigiza. Unaweza ukasema ngoja nipike kilo 10 ya ugali, napikie mawifi zangu, wakakwambia ugali umetupikia lakini una wanafunzi. Yaani huwezi kukosa hila. Timiza tu wajibu wako. Hata wa mashemeji, unaweza ukajitoa muhanga
kila sikukuu, kila shemeji unamnunulia kofia. Kaka yake akaenda kuoa kwa siri, wakamsindikiza. Yani binadamu wote watakugeuka tu. Kila mtu ana ability ya kugeuka ikiwa atapata maslahi zaidi. Kwa ishi na huu usemi kwamba mtu yote ana uwezo kunigeuka saa yoyote kama atapata maslahi zaidi ya nompa mimi. Mume, mke, mtoto, kama atapata maslahi ya zaidi anaweza kunigeuka. Kwa mimi nikifanya maisha nisitoe karata zote nikaziweka juu ya meza. Baadhi ya karata nizicontrol kwa ajili ya msaada wangu huyu mtu akinigeuka. Unaweza tu ghafla tu ukaona huyu mke bwana mbona akavile kashaanza kunichosha. Ngoja niwe mke mwingine wa kunitia hamasa. Ulijimaliza ukakopa hela. Kwa kuamini kwamba nikikopa hela huyu mume hawezi kunigeuka. Kaamua apate mwanamke wa kumpa hamasa. Mtoto 2010 ampe hamasa. Mtoto huyu sana miaka 16. Ngoja nimsomeshe atakuwa ananipa hamasa. Wewe juzi umetoka kukopa milioni 30. Si utatafuta swimming pool uingie uogelee na hujui kitu. Kaa na akiba. Au mke umeamua ngoja nijitoe kwa mke huyu, najitoa muhanga. Unajitoa muhanga, unampenda mtu, kumbe maskini yeye anapenda biriani. Akiona biriani tu anakugeuka. Sasa wewe huwezi kuishi yani kwa kutegemea kwamba watu watakuwa na loyalty kwako 100%. Watu hawana loyalty na Mungu. Yaani hicho kitu kinachotakiwa kukushangaza kwamba jamaa hawana loyalty na mtu aliowaumba. Mimi na wao yani tuko tu same. Saa yote tunaweza tukageuka. Kwa hiyo wewe usicheze karata zako zote, majoka yote umeyamaliza. Baadhi ya karata ziweke chini ya kijamvi. Ukiona mambo yamekuwa unampa joka, kula mbili. Sema mbe sio last card. Ndio inavyotakiwa kwenye maisha. Na mawifi wakati mnafanya vurugu zote, Mwenyezi Mungu akulinde. Japokuwa nawe ni wifi pia. Wakati mnafanya haya kwa wifi yenu, nini hamtaki kufanyiwa na mawifi zenu kule mlikoolewa? Sasa hii inakuwaje? Ubinafsi wa moyo ama ni nini hasa? Yaani huwa tu tuna delusion kwamba nikimfanyia mtu mimi sipendi kumfanyiwa. Hatuamini kwamba mtenda utendwa, muosha uoshwa. Hatuamini hiyo kauli. Lakini pia tunaona kwamba kwa sababu huyu ni kaka yetu tuna haki ya kufanya vituko vyovyote. Lakini yule kwa sababu ni kaka yake hana haki ya kufanya kituko. Hapo sasa ndo matatizo yanapotokea. Lakini nataka nikwambie Mr. Hatib, mimi nimekutana na mabinti ambao hawana habari na nyumba za kaka zao. Unajua jina lao? Wanaitwa hawawapendi mawifi zao. Yaani unaweza tu kaamua kwamba mimi maisha ya kakangu siyafuatilii. Lakini ukapigwa title kwamba wewe humpendi mke wa kakako. Kwa hakuna jema. Ukifuatilia ni shida, usipofuatilia shida. Lakini njia rahisi nakupa mimi, achana nayo, usiyafuatilie. Watafute ikiwa imebidi. Baada kama haibidi kaa mbali. Ni bora uonekane kama mtu ambaye hujali kuliko uonekane kama mtu mwenye kero. Mimi nashukuru Mungu sitafutagi wifi zangu mimi. Kama hakuna sababu sikutafuti. Zaidi tu huwa najikaza kupeleka zawadi. Kwa sababu najijua kwamba mimi sio mtaalamu. Yaani siko vizuri kwenye mazungumzo, fanya kupiga story, kupigiana simu, siko vizuri. Kwa ili kuvunja kutokuwepo kwangu mara kwa mara huwa napeleka zawadi. Na nikifika labda nipike kwa nafidia ule kutokuwepo kwangu kwa vitu kama hivyo. Na kama kuna watoto nafidia kutokuwepo kwangu kwa kuwa karibu na watoto. Kwa sababu naturally mimi sipendi kufatwa. Kwa ninaamini kwamba kuna mtu mwingine naye kwenye hii dunia hapendi kufatwa. Kwa naishi hivyo. Lakini wifi yangu kuna siku alicomplain kwamba wifi Lela hapigi simu. Wallahi mimi sipigi simu. Mimi sio kwa sababu labda sipendi. Na hapa ninaongea sasa ili wifi zangu wasikie. Sio kama sipendi kupiga simu.
nahofia kupiga simu. Kwa nini uhofie? Labda nitakupa mzigo au labda nitakukera au labda utakuwa hutaki kuzungumza na wifi sasa hivi au labda nikakuingilia au labda ni simu yangu ikatokea kama mtu ninayekufuatilia nyumba yako. Huwa naandika ujumbe. Ujue uzuri wa ujumbe ni nini? Unajibu unapotaka. Lakini simu itabidi ujibu hata kama utaki. Sasa hiyo ndo hofu yangu. Na bahati yangu nzuri, wifi zangu wote ni wachakarikaji. Wote ni watu wana shughuli. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa sababu inanipa sababu ya mimi kutokupiga simu. Wifi zangu wote lazima niandike ujumbe wa kuomba kuongea. Siwezi kupiga tu. Hiyo ndo faida nilionayo. Isipokuwa kwa dharura. Lazima nimwandikie. Uko sehemu nzuri tunaweza kuzungumza au naomba unitengee muda nikupigie simu. Wote. Sio watu tu hapo tu. Ni watu wako mbio na shughuli zao. Na hii ina faida gani? Faida moja ni kwamba sijawahi kusikia ugomvi kati yangu mimi na wao. Wala sijawahi kulaumiwa na wao. Ila tu tukikutana kwenye mikutano ya kifamilia wanasema tu fulani, mbona wewe upigagi simu? Ni udhaifu wangu. Sio wao tu, watu wengi mimi siwapigi simu. Mpaka kukiwa na kitu muhimu. Kwa sababu nasikia naogopa nikupigie simu alafu usirudishe. Usipokee. Ukakuta message call unataka kunipigia saa ambayo sitaki kuongea. Hiyo ndo naogopa kupiga simu. Kwa bora tuchati. Nitakujibu saa ambayo ni saa yote tu. Kwa ni bora ni schedule simu. Bora ni kuandikia ujumbe. Je, utaweza kuongea? Ukiwa standby na mimi nitakuwa standby kwa tutaongea. Kuliko ukuta message call unipigie saa ambayo nimeamua sitaki kuongea. Wewe unapenda kuongea na simu? Sio mzuri sana kuongea na simu. Sio mzuri sana. Ni kwa sababu nadhani pia labda kazi zangu ni ngumu. Nashukuru Mungu, lakini pia naona tu kuongea na simu kwangu ni kitu kigumu sana. Hata rafiki zangu wanafahamu kuongea na simu ni kitu kigumu. Nikiongea na wewe uje nakupenda sana. Sasa hebu turudi kwa mama wakwe. Kuna baadhi ya mama wakwe walio wengi huwa wanataka kuwa control watoto wao kiume waishi kama vile wao wanavyotaka, sio waishi vile walivyokubaliana kuishi katika nyumba yao ama ndoa yao. Mama wako wanatakiwa kuishi vipi na wakamwana na watoto wao mara baada ya kuoa? Watu wengi wakiozesha watoto wanakuwa tayari wamefika 50. Wamefika 50. Kivipi? Yaani mpaka mwanae anaoa anakuwa tayari amefika miaka 50. Au kama hana 50 anakimbilia 50. Huyu ni mzee. Ni kumchukulia. Namba moja. Kwako wewe binti. Ni kumchukulia. Kwamba huyu ni mtu mzima. Anaweza akawa hata akili pia haziko vizuri. Namba moja. Namba mbili, yeye anapambania mtoto alimzaa na kumlea kwa miaka 18 au 21. Wewe unapambania mtu ulimjua miaka 5 ya ndoa au miezi 6. Kila mtu ana sababu ya kupambania. Lakini all in all, yeye ana sababu nyingi za kupambania kuliko wewe. Mama mkwe. Ana sababu nyingi za kupambania kuliko wewe. Kwa sababu kwa bahati nzuri umemkuta jamaa anaweza hata kusema anataka kwenda msalani. Yeye amempambania mtoto hata kwenda msalani ajui. Kwa hiyo anaamini kwa mtoto wake kufanikiwa anatakiwa alipwe. Na yeye anaamini kwa wewe kuolewa na mtoto wake inatakiwa umlipe. Sasa kama yeye ndo anachoamini, na nimekuambia ni mtu mzima na miaka 50 plus. Acha shinde. Hana hata muda mrefu. Na mara nyingi ukimwacha ashinde, kama hana vitimbwi vingi ukamwacha ashinde, utaishi kwa amani. Lakini kama ana vitimbwi, mwepuke. Acha kudili naye wewe direct. Mwache mtoto wake adili naye direct. Si nahitaji hela, sijui kwa ajili ya jambo fulani. Sawa mama, nimekusikia, lakini ngoja nimwambie Hatibu asimamie. Basi mama,
Hatibu wewe, simamia jambo la mama. Nahitaji mje huku nyumbani, ni siku ya Ijumaa. Sawa mama, nimekusikia, ngoja nimwambie basi Hatibu alisimamie. Huyu naye ana hila huyu, kitu chochote lazima mtaje mumewe. Kwenye macho ya wanadamu utaonekana mtu mwenye heshima. Lakini ukaambiwa na mama yake kuhusu kana nyumbani, na mama, hiyo siku niko busy sana na kazi, sijui itawezekana. Ushaharibu. Mama, subiri basi niongee na Hatibu alisimamie. Mwenzangu, mama anatuita. Lakini siku hiyo ni siku ya ukaguzi, mimi kazini. Na mara na wewe unajua ukaguzi utaisha saa 2 usiku. Tunafanyaje kuhusu mama? Acha hiyo mimi nilimalize, nitamwambia mama twende Saturday. Kwa Saturday utaweza? Hiyo nitaweza. Asubuhi mpaka saa 7 nitakuwa niko sawa. Yeye anapiga simu kwa mamake. Mama fulani ameniambia unatutaka Ijumaa, lakini mimi niko busy. Yeye sasa. Tunaweza kuja hapo Jumamosi. Huoni kwamba hiyo kwako ni wokovu? Kuliko wewe kusema mimi nitakuwa busy. Acha mtoto wake aseme. Hata wewe kijana hivyo. Mungu akikupigia simu, sema hivyo. Sawa mama, nimekusikia, ngoja tuongee basi na Ramla. Mama anasema tuende kwake, lakini mimi niko busy. Vipi tuweza kufanya Jumapili? Basi mwambie mama wewe ndio umetoa udhuru. Mimi nikionekana nimetoa udhuru haitakuwa nzuri kwenye macho ya mama. Au mnakaa na mama mwanzo wa mwaka mnapanga, mama kuna ratiba yoyote huku nyumbani? Mfungo 3 kuna maulidi, sio mfungo ngapi kuna harusi, sio mfungo ngapi kuna harusi. Mnaziweka zile tarehe sawa, mnazipanga sawa na kalenda zenu za kazi. Mnajua bwana, sisi kalenda yetu ya kazi ni hii, lakini siku hizi ni siku za familia. Usikubali kazi, usikatae kazi. Unajua kuna wamama wamelea watoto wao vizuri, mpaka ukikaa hivi unawaonea wivu. Hata wiki zilizopita tulikuwa tunaongea mimi na mama. Nikawa namsifu mama kwa alivyowalea kaka zangu. Unajua bahati ni kwamba nikamwambia mama, mimi nakutana na wanaume wengi sana mama wenye tabia za kushangaza. Tabia moja ni uzururaji. Watu wanaotoka bila sababu maalum. Mtu anatoka hapa anaenda hadi sehemu fulani kukaa tu kupiga story na wenzie. Mimi nikamwambia bi mkubwa, tunakutana na watu huko kwenye harakati hadi unajiuliza hawa kwao ni wapi. Watu wanalalamikiwa na wewe unawaona, sio kwa kuzungumza, na wewe unawaona. Ni wazururaji chronic. Yaani mtu anatoka nyumbani kwake hana jambo la kufanya, basi tu ataka kazururi. Nikamwambia mama, hawa umewalewaje hawa? Mbona wapo na sisi humu ndani tu? Yaani sio kama ni wakukaa ndani, wakitoka kwenye mihangaiko yao wako pale nyumbani. Yaani mkitaka kitu makaka wapo. Sasa huwaoni siku zote, unaona zile siku za shughuli zile. Mbona hawa hawana muda wa kuzurura hawa? Tunawaita mawifi, tunawauliza, bana hawa mbona hawatokitoki? Nasema hawa hata nyumbani ni hivi hivi. Wakitoka kwenye shughuli zao wapo ndani tu. Uweze Kuna siku ilikuwa Jumapili, walikaa ndani toka wameamka asubuhi mpaka saa 11. Bi mkubwa ndo aliwafukuza. Nyinyi kanyosheni miguu nje. Mama na wewe bwana, jua kali bwana. Afu sisi tunataka tukae hapa na wake zetu. Nikasema hao wamelelewa wapi hao? Wajua sasa nikaa nimeiweka kapuni. Sasa tumekaa mimi na bi mkubwa, sasa ndo nikamwambia bwana, bi mkubwa naona na mahali inabidi nikupongeze. Huwa mara nyingi mimi na yeye tunapigaga story. Sasa bwana umelea vizuri hawa bwana. Nilikuwa najua labda ni bahati mbaya kwa sababu ni huyo mmoja. Kumbe wote wawili wako hivi hivi, na nimeuliza wake zao wanasema wako hivi hivi, sio wazururaji. Wajua ushawahi kukutana na wanaume wazururaji? Yaani mtu anatoka kwake anaenda kuzurura huko mtaani mpaka saa 5 usiku. Mtu ndo anarudi kwake. Umetoka wapi? Nilikuwa na masela. Wewe umeoa wewe, mbona unaishi kama bachelor? Kwa nikamsifu bi mkubwa. Lakini yeye akanikata sasa. Akaniambia unafikiri ni malezi? Ni haya majina. Hawa wenye haya majina wastaarabu sana. Unaona hawa ni wastaarabu? Hawa wenye haya majina walikuwa wastaarabu zaidi. Nikapata kweli inawezekana ikawa hivyo tu. Mbona kama tabia walizonazo hata sisi tuko nazo, ni watu wa nyumbani, ni watu wa kutoka. Akasema labda pia hiyo imechangia, lakini sababu kuu ni majina leo hapa. Kwa majina ya watoto
yanaditamaini sana mtu unayempa jina ni mtu aina gani. Utakapotoa jina la mtu, unajua huyu mtu ana mashaka kwenye tabia zake. Ukipata mtoto ana mashaka kwenye tabia zake, wenyewe Waswahili wanadai anaweza akawa amechukua jina na tabia, na wenyewe wanasema vya kurithi vinazidi. Lakini nataka nikwambie, watu ambao wanabaki nyumbani sio wazururaji ni wachache sana kwenye jamii za sasa. Yaani kwamba mtu anajulikana akitoka kwenye kazi yake rasmi, akirudi anakaa nyumbani, wachache. Wajua, ushawahi kukaa na watu wamekaa zaidi ya masaa mawili hawajashika simu, Mr. Hatib. Wao wanaongea organic. Hamna mtu mwenye simu, hamna mtu aliwasha TV. Watu wanaongea organic, ni stories zinapigwa. Na kama labda ikawashwa TV yanawekwa mawaidha, watu wanayajadili yale mawaidha. Shehe hapa alisema ametoa wapi tafsiri? Hebu iangalie kwenye simu, ameitoa wapi tafsiri? Ameitoa hapa. Majadiliano ya ajabu. Sasa yani mimi nilivutiwa kwa huo taratibu. Nikasema sasa hawa ambao tuko nao haya maeneo mengine wanaishi wapi? Wametokea wapi? Nikamconsult mtu mmoja, nikamwelezea kwa sababu ni kitu kilichonishangaza. Akaniambia mbona hata huku nyumbani kwetu hali ni hii? Nikamwambia sababu ni nini? Akaniambia sababu kuu ni malezi. Wamama walivyowalea vijana wao ndio itakao determine wataishi vipi kwenye nyumba zao. Hata kama baba ni mwovu, walee watoto wako kwa kuamini kwamba mwanaume ni usimamizi, mwanaume ni uwepo, mwanaume ni kuwepo pale kila saa kwa ajili ya imagine uko kwenye nyumba gesi imeruka huko au gesi imechomoka waya. Unasubiria mpaka ndumila kuili arudi saa 6 usiku ndo akuchomekee gesi? Shida. Kuna wengine wakitoka hata simu hawashiki. Wakitoka ndo kalagabaho awarudi. Kuna wengine weekend ikifika useme yote unayoyahitaji humuoni mpaka Jumapili usiku wa manane. Au anaweza akarudi amevaa miwani. Sasa unajiuliza, naongea na yeye au naongea na miwani? Unaenda unampokea mume wako, umeoga vizuri, umetengeneza nywele vizuri, umejipaka poda yako, umevaa nguo nzuri, unaenda kumpokea bwana na begi, bwana anaingia kavaa miwani. Bwana anakushangaa ulivyopendeza. Wewe mbona umependeza sana? No. Toka wapi? Kumbe unaenda wapi? Nimeamua nikupokee mume wangu. Mapokeo. Hebu nipishe nikae. Bwana kavaa miwani. Sasa unajuza mimi jitihada zangu zote za kwenda kwa kungwi, kuingia magrupu ya shengesha. Majibu ni haya. Kwanza leo nampokea na kijora kilichochanika shingoni. Sasa madam, namna gani wakwe wanatakiwa kuishi na hawa ambao wameolewa na watoto wao, sio wanaitwa wakamwana kwa sababu unakuta mkwe anapokosewa na huyo hamchukulii kama mwanae akamkosoa, lakini anamsubiri mwanae mtoto wa kiume arudi ili amwambie au ampigie simu amwambie mwanao kafanya 1, 2, 3, bila huyu hapa kumkosoa kama mwanae tu vile alivyokuwa anakosea aweze kumkosoa. Kwa nini wamama wengi wanachukulia kwamba hawa watoto wa wanawake wenzao ni wakamilifu sana na hawawezi kukosea wala hawataki kuelekezwa tena? Nadhani ni makosa wanaoyafanya. Na kama wapo, mimi naomba wajirekebishe. Mtoto wa mwenzako ni wako wako. Na yule mtoto baada ya kuolewa mwanao amemtoa kule kwao, ni wa mtoto wako tena wewe sasa. Kwa kama ni kurekebisha, nikurekebisha wewe. Na kama ataingia doa au hila, wewe ndio utakuwa umeingiza doa na hila. Yeye hana doa wala hila. Wewe unatakiwa uhakikishe huyu binti amekaa vizuri kwa ajili ya wajukuu zako. Usipomkosoa na ukamrekebisha mapema, una hati ya wajukuu zako kutoka wakiwa na tabia zake. Kwa wewe unatakiwa umpambanie huyu binti kwa ajili ya maslahi ya wajukuu zako.
Sio kwa ajili ya maslahi yake, maslahi ya wajukuu zako. Kumbuka huyu ndo atakaa na mtoto wako, mjukuu wako miezi 9 tumboni, atamnyonyesha miaka 2. Usipomkosoa tabia yake ya kusema uongo, ukamsemea kwa mwanao, akasemwa, ataweka chuki na wewe. Wajukuu zako watanyonya maziwa yenye chuki. Wajukuu zako watakuwa kwenye mji wa mimba wenye chuki. Kwa hiyo wewe sema pale pale, mwambie bwana dada, mimi nakuelekeza, lakini nakuelekeza kwa niaba ya wajukuu zangu. Tabia ya kusema uongo, tabia ya wizi siipendi, tabia ya uchafu sipendi. Umnyonyeshe mjukuu wangu ukawa hujaoga. Sipendi umnyonyeshe mjukuu wangu ukawa hujashika udhu. Sipendi umnyonyeshe mjukuu wangu hujajifukiza udi. Yaani wewe sema, kama anakasirika akasirike, aje kumwambia mumewe, mama mimi ananisema. Akija akikufuata unamwambia mimi naweka maslahi sawa ya wajukuu zangu. Wewe na mke wako mkishaelewa wajukuu zangu, endeleeni na utaratibu wenu wa kijanja. Wajukuu zangu nileteni hapa, sitaki wajukuu zangu waharibike. Basi. Na unamwambia yule mume, kwa alivyokuja kukushtakia wewe, anashindwa kujua kwamba mimi ni mama yake. Kwani sisi hatukumuoa huyo? Kama anaona kama hapa hawezi kusemwa, mwambie arudi kwao. Hapa lazima nimseme kwa sababu kashakuja kwangu. Kwa sababu mabinti nao Mr. Hatibu ana hila. Unaweza tu ukawa unamsema kwa wema, akapiga simu kwa mamake. Unashangaa anaitwaje Kivyere, anakupigia simu anaanza kukuchamba. Mwanangu mwache kama alivyo. Naambia mwanao huyu, mbona ulipokea mahari? Si mwanao tena. Huyu ni wa kwangu. Na kama unampenda sana mchukue aolewe huko nyumbani. Kwa unaweza tu ukawa umeishi na binti vizuri, lakini akapiga simu kwao kukuteta. Changama Kivyere anakupigia simu mnateta. Kwa nini? Kwa sababu mtoto kapiga simu katengeneza maneno. Kwa hiyo yani katika haya maisha ni kuishi na watu tu kwa kubalance. Kwa sababu usiposema vinaharibika, ukisema vinaharibika. Kwa mwisho wa siku ni kuishi tu kwa make sure kwamba una balance mambo. Sasa tunaona kwamba kuna watu wanaoa na wanakaa nyumbani pamoja na mama, lakini kuna wengine wanaona kama ni tabu kukaa hapo kutokana tu na jinsi anaona kama vile mke wake anaweza akachoka zaidi kwa muda mfupi, kwa sababu umesema mawifi hamna jema, mawifi hawana jema hata uwafanyie nini. Sasa wewe unaona ni kipi ni kipi, kuoa ukaendelea kukaa nyumbani ama kuoa ukatafuta sehemu ya nje ili kwa kumpa uhuru mtoto wa mwanaume mwenzako? Nadhani mtu akipata uhuru ni jambo linalopendeza. Lakini sasa inategemea na aina ya familia. Kama familia inaamini kwenye kuishi pamoja, unaweza kushauri mume kwamba bwana mimi kwa sababu sio dhambi kutoiva na watu. Sio dhambi. Unaweza tu kaambia jamani, mimi kwenye social skills zangu nilipata 0. Kwa hiyo sidhani kama nitaweza kushiriki kikamilifu na familia hii extended. Kama mwanaume ni mwelewa, anaweza kaelewa au akakupa sababu zenye mashiko kwa nini muishi extended. Kwangu mimi kisaikolojia naona inamsaidia mtoto kuzaliwa na kukua katika mazingira ya familia. Lakini pia na wewe inaweza kukufundisha social skills zako. Kama ilikuwa sio mtu wa watu, ukaanza kuwa mtu wa watu. Lakini pia kwa upande mwingine athari ni nyingi kama hizo. Ni rahisi fitna kutengenezwa na wewe kuingia kwenye mzigo wa depression. Kama unaona utashindwa, kaa mbali. Japokuwa mimi kwa kweli kwa ninavyojijua nitafeli. Kuishi ukweni. Kwa nini? Ukimya. Sio kimya tu. Kuna sana tamani nikae kimya. Kuna sana tamani mtu asiniongeleshe. Kuna sana tamani masaa 2 nijifungie nisome. Naweza watu wengine wakawa ndo muda huo wanataka tupige story au tunywe chai, nikawakera. Au naweza nikasahau kitu muhimu. Watu wamesema leo asubuhi tutakunywa chai ya pamoja, mimi nikasahau. Ikawa ndo ni muda ambao nimepata usingizi, nataka kulala. Kwa hofu yangu sio kushindwa kuishi nao, hofu yangu ni kuwakera. Unajijua vizuri sana, lakini mamangu ananijua zaidi. Kwa yeye kwenye yani likiletwa zungumzo la namna hiyo atasema tu apate shida. Ela hatawezi.
Ni ngumu Mr. Hati. Ni ngumu kutimiza matarajio ya watu 6, ni ngumu. Tarajio tu la mtu mmoja una mashaka hutimizi. Kila mara unamwandikia message, "Alo, unahisi wiki hii nimekutendea haki?" Wiki hii umejitahidi. Sawa, asante. Sembuse watu 6. Ni ngumu. Hasa ikiwa kazi yako inakuchosha, kwa sababu kama kazi yangu mimi na wewe ni kazi ya kutumia akili zaidi kuliko mwili. Kwa akili ikichoka ujue huwezi kufanya kitu. Na kwa nini pia kwa wazazi hususan wakina mama mara nyingi ndio vijana hawa kiume huwa wanapenda kuwachukua mama zao zaidi kuja kukaa nao kuliko baba zao, lakini wakina mama hawa hawataki kukaa katika familia ya mtoto wao, huwa wanapinga sana jambo hilo. Kama akija akae basi angalau kama amekaa sana wiki 2. Hofu ni kuogopa kuwakera watu. Watu wanataka wacheze zao rede, upo pale. Hofu ni hiyo. Kukera, wanataka kupumzika wajukuu, wanataka kucheza. Hutaki kusikia kelele, wajukuu wanapiga kelele. Unataka ule mchemsho, mkamwana akapikana nazi 7. Huna maamuzi, yani upo kama vile kwenye kijibox. Kama msichana mmoja aliniambia, mimi bwana ni mvivu mimi Lela. Ananiambia wazi. Ananiambia mimi ni mvivu mashallah. Hakuna mvivu kama mimi. Wakati nakuwa nilimwambia mamangu kwamba naomba Mungu anikutanishe na mwanaume mwenye fedha kiasi ili anayekewa wafanyakazi hao wawili. Mmoja wa kupanga na kupangilia nyumba yangu, mwingine wa kuhakikisha mambo yanafanyika katika nyumba yangu. Kwa sababu mimi hata kumsimamia mume kwangu ni ngumu, kumpikia, sijui kufanya nini kwangu ni ngumu. Kwa hiyo nahitaji watu professional wa kusimamia nyumba yangu. Sasa mtu kama mimi ukinipeleka nikaishi kwa wakwe, itakuwa ngumu sana kwa sababu hila yangu itajulikana mapema. Na wataona huruma vile ninavyoishi na kijana yao, watasema mimi namtesa kijana wao. Kumbe mimi ndivyo nilivyo. Kwa sometimes mtu anaweza akawa anataka kuishi mbali na familia. Mtu anaweza akawa anataka kuishi mbali na familia kwa sababu anataka kuzuia hila yake sijulikane. Kwa waeleweni mabinti wakisema hawataki, na wakina mama nao wakisema hawataki, waeleweni. Tunaona madam kwa kiasi kikubwa. Kuna story moja alikuwa ananipa rafiki yangu mmoja ambaye ameolewa mwezi wa 12 mwaka jana. Na alikuwa nasikitika kwa sababu alikuwa ananipa hiyo story mwezi ulikuwa bado haujatimia tangu alivyoolewa. Ilikuwa hivi kwamba kuna mwanaume mmoja kaenda Kondoa kwenda kumwoa huyo binti, kutoka huko kampeleka Dar es Salaam. Huyu mwanaume alimwambia mwanamke kwanza hajawahi kuoa, lakini amefika pale akamwambia ndo anakutana na mamkwe yuko pale na wifi yake. Wifi anaringana naye rika moja. Sasa ile tu amefika pale anaanza kuishi pale. Akipika mama mkwe anamwambia, anauliza vizuri kwamba vipi leo nipike nini? Yule mkwe atamwambia leo tupikie 1 2 3. Akishapika akiwapelekea yule mkwe wake, hata kuonja hajaonja, anamwambia kwamba ataenda kupika fulani, hiki wewe kula tu. Sasa mama, mbona nimeshapika? Anamwambia wewe kula tu. Na hii ilikuwa mwanzo, lakini baadaye alikuja kuona ni desturi ya yule mwanamke kufanya vile. Mkwe unaona kufanya vile. Sasa mwisho wa siku akaja akamshirikisha mumewe. Alivyomshirikisha mumewe, mume akaenda kumuuliza mama, 1 2 3, mbona hivi? Mama akamwambia huyu mwanamke ni muongo jamani. Huyu mwanamke akamwambia sawa, mimi muongo, haina shida, ngoja kuna siku utakuwepo hapa, haya utajionea. Maisha yakaenda, ikawa akipika anaenda kuwauliza bisa, nipike nini? Pika uji. Akishapika uji akimpelekea, anamwambia hapana, wewe endelea tu kunywa, mimi fulani atanipikia mwanae, yule binti yake. Unaona, ikaenda vile. Lakini yule binti naye ilikuwa anaenda kupika, akishapika anaacha vyombo hapo nini, watakunywa na hamna. Na ukumbuke ni rika moja. Kwa hiyo kwa sababu anamudu binti, akamwambia sikiliza bwana, ukipika uoshe vyombo,
Unaona? Hapa hakuna mfanyakazi. Mimi ninapopika na kufanya nini, natimiza wajibu wangu, naosha nini. Mimi na wewe tunalingana. Mama muache, kwa sababu kwanza yeye mwenye mgonjwa, muache kabisa. Lakini wewe ukifanya ufanye. Mama kuambiwa vile na binti yake kwamba huyu mwanamke analazimisha mimi kufanya kazi, mama anamfuata yule binti, anamwambia visikiliza, kuna mwenzako alikuja hapa hajatimiza hata mwezi tangu alivyoolewa. Sasa na wewe hii njia itakuwa nyeupe kwako. Sasa yule mwanamke ndio anapata picha, kumbe kuna mwenzangu aliolewa pia hata mwezi hajakaa akaondoka. Lakini anaona ni shida ya mama kwa yale ambayo anayoyafanya. Na mama anapiga simu kwa watoto wake waliopo mikoani, anamwambia kwamba huyu mama huyu mwanamke ambaye ameolewa hapa hana adabu kabisa. Yaani akija hataki kukaa na sisi, kuongea na sisi. Muda mwingi anajitenga, anakaa mwenyewe. Unaona? Kwa hiyo ilikuwa ni kurupushani, lakini mwisho wa siku yule mwanaume alikuja kuona mumewe sasa. Siku moja yule mwanaume kaaga kwamba anaenda Tanga. Unaona? Kumbe hajaondoka. Alivyokuwa hajaondoka yupo ndani, yule mamkwe kaenda kamgongea mkamwa naye. Anamwambia toka huko nje utupikie sisi. Akaambia sawa, nakuja mama, nilikuwa tunafanya usafi hapa. Unaona? Akatoka. Sasa mama anataka kupika nini? Wamekaa sasa sebleni. Mtoto wake anasikiliza. Tunataka leo tupikie chai na chapati na nini. Akamwambia sawa. Akaenda kanunua maziwa, akapika, akafanya nini. Anapelekea. Anambia sasa huko ndo kupika gani huko? Mimi sikuwa nimekuambia upike chai, nilikwambia upike uji. Anambia mama si uliniambia chai. Mwanae anatoka chumbani, anamwambia mama, mimi nimesikia. Unaona? Alivyoona vile mwanae kamwambia hivyo, anashika simu, anapiga simu Iringa, anamwambia kaka yake yule kijana, mdogo wako ananitesa na mke wake. Lakini huyu mwanamke ndio chanzo. Mimi naomba umwambie tu amwache. Sasa je, mwanamke kama huyu anatakiwa kuishi vipi na mamake mkwe? Kwa sababu ndio mama mkwe na yupo nyumbani, wanaishi nyumba moja, na madhila kama haya ambayo anapitia. Atafutiwe sehemu yake akae peke yake. Sababu sidhani kama ni mtu ambaye anaweza kukaa na mtu. Atafutiwe sehemu yake akae peke yake na mtoto wake wa kike. Na mtoto wake wa kike sika ataolewa. Kama huyo ndo mama, aolewe huyo. Na hata akiolewa ndoa yake itavunjwa na mama yake. Hiyo ni hila mbaya sana. Huwezi kuvunja ndoa za watoto wa wenzako, Mungu akakuacha tu. Atafutiwe sehemu yake akae. Sasa kama wamejenga, wamwachie nyumba wao wakapange. Wamwachie nyumba wao wakapange. Watajenga nyingine. Kwa sababu watakuwa na utulivu, watapata riski. Wamwachie tu mama sisi tunakuachia nyumba hapa. Huyu kamishwa kikazi. Na mwanaume anafanya kazi Tanga, yani Tanga anakaa takriban wiki. Zile siku 2 za weekend tu anaenda. Aje achukue mke wake aje naye Tanga. Wala simwambie maneno mengi. Mama baki hapa, mke wangu mimi ngoja nimchukue Tanga. Na mama ana ndoa yake kule Mtwara, lakini kamtelekeza mumewe kaja kuishi nao. Sasa yeye ampigie simu babake. Mtu kama huyo hawezi kuishi na mtu yote mtaati, mnakwambia. Ampigie simu babake, amwambie baba bwana, kwa yanayoendelea nyumbani mimi nimeamua kumwachia mama mimi. Kama utajisikia, njoo utembee. Nyumba nimekuachieni. Kwani si mamake? Mwachie nyumba. Ili asije akaingia hatua ya kumchukia mamake. Kwa sababu yule ni mzazi. Misaada inayotakaa nyumbani atume kama kawaida, mahitaji ya nyumbani atume kama kile. Ila amwepushe mke wake na mamake. Kwa sababu ataoa sana. Wali ataoa sana. Na hata akiwa malaika atanguru, mbona ni mwema sana. Na yule binti asipokuwa makini hataolewa, ataka kwa mamake mpaka azeke. Anasema madhila na kelele alizokuwa nazo, alikuwa ananiambia juzi kati hapa, anasema yale matatizo yangali yanaendelea. Nilikuwa na ujauzito lakini umetoka. Huwezi kukaa. Hakuna kitu kibaya kama kunyanyaswa kihisia. Mbaya sana. Salama yake ni amfuate mume wake Tanga. Yeye mwambie tu mume wake kwa mapenzi. Bwana hali hapa wewe unaijua. Mwachie mama mji mimi nije Tanga. Hata chumba kimoja kaeni. Mtakaa kwa amani na mtajenga. Sasa huyu mama ni mama ambaye labda
hataki wanawake ambao wanaochaguliwa na mtoto wake anataka kumchagulia, ama tatizo ni nini? Yeye tu ana roho mbaya, hata akichagua atagombana na huyo pia aliyomchagua. Ni mtu tu ana roho. Kuna mtu leo kasema sio kama mtu huyu ni mtu mbaya, tabia zake mbaya haziendani na wewe. Hata mimi siwezi kuishi naye, japo mimi ni therapist, lakini mwenyewe ingenyanyua mikono kwa sababu sipendi tabu. Hakuna mtu yote anayependa tabu. Sasa kuliko kumenyana na mtu, mimi nasamehe. Hata kama ingekuwa gorofa, ningesamehe kama mama, ili tuachane kwa mapenzi. Sisi tukafika hatua kwamba tumeshikiana ngumi. Mimi nitaenda kupanga chumba kimoja, nitakaa. Hata kama nitaenda kuingia choo cha zamu kila Jumatatu, ni zamu yangu kufanya usafi, family life nitaondoka. Madam, muda wetu sio rafiki, unatuachaje siku hii ya leo? Mimi nawahusia watu kupendana, kuhurumiana, na mtoto mwenzako akija kwako au kakako akioa binti, yani hakikisheni yule binti awaoneni nyinyi ni watu wenye mapenzi, muwe na sifa njema kwa familia yenu. Mfano kama nikawakwambia mimi na ndugu zangu, tabia yetu njema ni kununua vitu vya mawifi zetu, watoto wao na wao kuwanunulia. Wanajua kwamba wadogo zake fulani wanaume utu na roho ya kutoa. Kwa hiyo hiyo ni plasi kwenu kwa familia yenu. Kumbuka wakiwa kwenye vikao vyao kwa familia yao wanawateta sana. Kama ukiweka vitu tabia za kila mbovu, unaharibu jina la mama yenu. Kwa sababu wajua baba ni msimamizi wa nyumba, lakini sio mlezi. Kwa hiyo mkiwa na hila inaanguka kwa mama yenu. Kwa nini hakikisheni mko na tabia nzuri ili majina ya mama yenu yasichafuke, wasiwe wanaweka mdomoni mama zenu. Nikushukuru sana madam. Asante sana. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Katika siku hii ya leo tunaikomea hapa katika kipindi hiki cha Mseto, lakini asante sana kwa kutufuatilia pia kupitia YouTube channel yetu. Endelea kualika na wenzako waweze kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo vinavyorushwa na YouTube hii ama akaunti hii ya YouTube. Nyuma ya kamera alikuwa Saidi Abdallah mwana wa Chembea, pamoja naye Hussein mwana wa Amiri. Kwa niaba ya Madam Leila Abubakar, mimi ni Khatib Salim Omar, nikutakie usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa. Hakikisha kwamba hutoki na uendelee kubaki, kwa sababu mengi mazuri yangali yapo na yataendelea kuwepo inshallah. Kwa heri.